Kuna kitu watu wengi hawajui. Wengi hudhani kwamba maisha yanapokuwa magumu sana, basi Mungu amewasahau. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi wakati unaumia zaidi, ndipo baraka yako iko karibu sana. Kama unapitia hali ngumu sasa hivi, usiondoke. Hii video inaweza kuwa ujumbe uliokuwa unasubiri kwa muda mrefu sana. Kila mtu ana imani yake. Kila mtu ana namna yake ya kumtazama Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kitu kinachofanana kwa wengi. Tumewahi kufika sehemu ya maisha ambapo kila kitu kinaonekana hakieleweki. Unaomba lakini majibu hayaonekani. Unajitahidi lakini matokeo hayaendani na juhudi zako. Unaanza kujiuliza, kwa nini kuna anayeniona kweli? Lakini vipi kama hali hiyo si mwisho, bali ni ishara kwamba kuna kitu kikubwa kinakuja? Leo nitakushirikisha dalili muhimu zinazoonyesha kwamba Mungu anaweza kuwa karibu kukubariki. Dalili ya kwanza, unapitia changamoto kubwa kuliko kawaida. Hii ni moja ya dalili ngumu kuelewa. Maisha yanapokuwa magumu kupita kiasi, wengi hukata tamaa. Lakini mara nyingi kabla ya mabadiliko makubwa, kuna mtikisiko mkubwa lazima ukupate. Ni kama dhoruba kabla ya utulivu. Ni kama usiku mzito kabla ya alfajiri. Kama unahisi kila kitu kinakushinda, usiwe mwepesi au kukata tamaa. Inawezekana upo karibu sana na hatua mpya ya maisha yako. Dalili ya pili, unaanza kupoteza vitu au watu. Hii inauma sana. Watu unaowategemea wanaondoka. Mipango unayoiamini inavunjika. Lakini fikiria hivi, vipi kama baadhi ya vitu vinatoka kwenye maisha yako ili kukuacha nafasi na vitu vipya? Sio kila kitu kinachoondoka ni hasara. Wakati mwingine ni maandalizi. Mungu hawezi kukupeleka kwenye kiwango kipya ukiwa bado umeshikilia vitu vya zamani vinavyokuzuia. Dalili ya tatu, unahisi kuchoka lakini bado unaendelea kusukuma mbele. Hii ni nguvu ya ajabu sana. Ndani yako kuna kitu kinakwambia endelea tu. Hata kama huoni matokeo bado, hata kama moyo umechoka. Hii si kawaida. Hii ni ishara kwamba kuna kusudi kubwa linaendelea kujengwa ndani yako. Watu wengi huacha hapa, lakini wewe bado unasimama. Na hiyo ina maana kubwa sana maishani. Dalili ya nne, unaona kama kila kitu kinachelewa sana. Unajilinganisha na wengine. Unaona kama maisha yako yamesimama. Lakini ukweli ni huu. Chelewa sio kushindwa. Kila mtu ana muda wake. Na wakati mwingine kuchelewa kuna kuandaa kuwa imara zaidi. Baraka ya haraka inaweza isiwe na msingi imara. Lakini baraka iliyochelewa mara nyingi hudumu. Dalili ya tano, unaanza kubadilika ndani yako. Unaanza kufikiria tofauti. Unakuwa na uvumilivu zaidi. Unaanza kuona maisha kwa macho mapya. Hii ni dalili kubwa sana. Kwa sababu kabla maisha yako hayajabadilika nje, lazima kwanza ubadilike ndani. Mungu hawezi kukuinua kwenye kiwango kipya kama akili yako bado ipo kwenye kiwango cha zamani. Dalili ya sita, unaanza kupata ishara ndogo ndogo za matumaini. Labda si kitu kikubwa, lakini kuna vitu vidogo vinakupa tumaini. Maneno unayosikia, video unayoiona, au mtu anayekutia moyo bila kutarajia. Hizi si bahati mbaya, ni kama ishara ndogo zinazoonyesha kwamba hauko peke yako. Ni kama ujumbe unaosema endelea, upo karibu sana kufika. Dalili ya saba, unahisi ndani yako kwamba kuna kitu kinakuja. Huwezi kuelewa vizuri, lakini unahisi tu. Kuna sauti ya ndani inakwambia subiri kidogo, mambo yatabadilika. Usipuuze hiyo sauti. Wakati mwingine kabla ya kuona baraka kwa macho, moyo wako tayari unahisi. Kama umefika hapa, nataka ujue kitu kimoja muhimu sana. Hali unayopitia sasa si mwisho wa hadithi yako. Inawezekana unaandaliwa kwa kitu kikubwa zaidi ya unavyofikiria. Usipime maisha yako kwa hali ya sasa tu. Wakati mwingine kile unachokiona kama kuchelewa ndicho kinachokulinda na kukuandaa. Kama video hii imekugusa, chukua sekunde moja tu, andika kwenye comment, nipo karibu na baraka yangu. Hii si kwa bahati mbaya, ni kwa ajili ya kujiwekea tayari kiakili na kiroho. Usisahau kulike video hii ili wafikie watu wengine wanaopitia hali kama yako. Na subscribe kwenye channel hii kwa sababu hapa tunazungumza vitu vya kweli vinavyogusa maisha halisi. Kumbuka, wakati mwingine kabla ya mlango kufunguka, kila kitu huonekana kama kimefungwa. Lakini usikate tamaa. Inawezekana kabisa wewe uko hatua chache sana kabla ya mabadiliko makubwa ya maisha yako.